mstari wa kwanza mpaka wa 4. Bwana, utufundishe nasi kusali. Ine mwisho ine. Jina la Bwana libarikiwe. Utaketi chini. Tumesema tunaanza somo yetu mpya, na somo yetu mpya tunajifunza kuhusu msingi wa maombi. Na hii somo yetu tumeandika, tuna vitabu kwa hii somo, vitabu kwa Kiswahili, vitabu kwa Kiingereza na vitabu kwa Kifaransa. Tuna vitabu yetu mingi iko pale. Biblia inasema mahali tumetoka kusoma katika kitabu ya Daktari Luka. Luka alikuwa secretary, karani wa mtume Paulo. Lakini sifa ya pili ya Luka alikuwa daktari, mwanasaikolojia, mtu anatibu watu akili. Alikuwa na akili mingi Luka. Na maandiko ya Luka inachukuliwa kirahisi rahisi na inapotosha watu wengi kwa sababu imeandikwa na mtu amesoma. Sasa Biblia inasema mahali Luka anasema, Luka aliandika vitabu mbili. Aliandika kitabu ya Luka, lakini akaandika kitabu ya Matendo ya Mitume. Sasa Luka akaongelea kuhusu maisha ya Yesu na akaongelea kuhusu maisha ya mitume. Na Biblia inasema, akasema siku moja Yesu akiwa anafanya kazi yake, akawachukua wanafunzi wake, akawaambia twende mahali. Yesu alikuwa na sifa 4 kwa mitume, kwa wanafunzi. Number 1, alikuwa leader. Yeye ndio alikuwa anajua anatoa watu wapi na anawapeleka wapi. Number 2, alikuwa mwokozi, alikuwa kutokoa kutoka dhambi. Number 3, alikuwa nabii. Number 4, alikuwa mwana wa Mungu kibinadamu hapa duniani. Kando ya kuongea yeye ni Mungu na mwana wa kila kitu. Na Yesu alipowachukua, ni kama niwaambie tutoke leo hapa, kesho twende mjini. Na nikitoka watoa hapa na wapeleka mjini, kufika kule mjini hakuna kitu tunafanya. Kesho yake nikiwaambia tena tuondeke, hamtakubali. Kama aliwatoa mahali na kuwapeleka mahali, kulikuwa na sababu. Na Biblia inasema walipofika pale Yesu aliwapeleka wanafunzi. Yesu akajitenga nao kidogo, si mbali, kusudi wamuone. Kwa sababu ushuhuda wa kweli na mambo mbili, na ushuhuda feki una jambo moja. Na kama unataka kuwa Mkristo mzuri mwenye utakuwa baraka, shuhudia vitu iliyo na mambo ngapi? Mbili. Na kama unataka kuwa mshirika usio au utakuwa baraka, shuhudia kitu ina sifa ngapi? Moja. Yesu, Biblia inasema, Yohana anasema ni mimi Yohana niliona na kusikia, ndio ninafanya nini? Ninayashuhudia. Kwa hiyo tunahitaji kushuhudia mambo tuliona na mambo tulifanya nini? Tulisikia. Hasa kwa sababu Yesu alitaka kuwafunza wanafunzi wake waone na wasikie, akajitenga si mbali sana, alikuwa karibu nao. Kwa hiyo chochote Yesu alikuwa anafanya pale, wanafunzi waliona, na chochote Yesu aliongea, wanafunzi walisikia. Na Biblia inasema alipojitenga nao, Yesu akaanza kuomba. Kwa hiyo wanafunzi wanaona vile Yesu anaomba. Elewa, Yesu yuko peke yake, wanafunzi wako 120. Yesu anaomba, lakini wanafunzi hawafanye nini? Hawaombe. Na ndio tatizo ya kanisa, inategemea maombi ya mtu mmoja, na ni hatari sana. Sisi tunaombea, lakini naogopa sana maisha yako yote itegemee maombi yako. Kwa nini? Naweza nikageuka kuwa Mungu kwako, na mimi ni mtoto wa Mungu na wewe ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Unaonaje tuseme mimi nina watoto, kama nina watoto 4. Sasa kwa kila mtoto kuniomba wanapitia mtoto mwingine, unaona ni sawa au si sawa?
Kitu sahihi, mtoto wa kwanza akuja aniombe peke yake, mtoto wa pili akuja aniombe kivyake, mtoto wa tatu akuja aniombe kivyake, kwa sababu mimi kwa hao wote mimi ni nani? Ni baba. Na mbingu inataka kwa kila jambo tunataka kufanya tumuombee. Sasa Biblia inasema Yesu akawa naomba, lakini wanafunzi hawaombe. Na ndio kanisa ya leo, mtumishi iko naomba, anaomba, lakini washirika, kwa sababu tumetokana na dini. Dini ni mtu mmoja, padiri ndio alikuwa anaomba, na watu wote wanafanya nini? Wananyamaza, na hata si maombi, kwa sababu sasa huku nyinyi amen amen, na matatizo inabaki kuwa hivyo hivyo. Sasa Yesu alikuwa naomba, lakini wanafunzi hawaombe. Na Yesu alipomaliza kuomba, nisikilize, kama aliinua mikono wanafunzi waliona, kama alisema kwa lugha wanafunzi walisikia. Na alipomaliza kuogopa kanisa yenye watu hawaombe, ogopa vitu vyote vya kiroho vyenye havichanganywa na maombi, ni vitu vya kimwili. Vitu vya kimwili vitalipuka kuwa nyingi sana. Na Yesu alipomaliza kuomba, mmoja wa wanafunzi wa Yesu akamjia Yesu. Unajua kitu waligundua? Wao wanaombe wanajibiwa, wanaombe hawajibiwi. Lakini chochote Yesu aliomba, Yesu alifanya nini? Alijibiwa. Kwa hiyo maombi ya Yesu ilikuwa tofauti na maombi ya wanafunzi. Unaona pembe, ukiomba unajibiwa, inakutia moyo, inakupa nguvu, na inakupatia ujasiri. Kama Mungu anaweza kujibu kwa vitu ya kawaida, atakujibu katika vitu ya ufalme wa mbinguni. Lakini ukiomba ukikosa kujibiwa, inakuvunja moyo, inakukatisha tamaa. Sasa chochote Yesu aliomba alikuwa anajibiwa. Lakini wanafunzi, kuna ile wanaomba wanajibiwa, na kuna ile hawaombe hawajibiwi. Sasa wakaona Yesu anaomba, wakasema basi lazima tufunzwe naye kufanya nini? Kuomba. Kuna vitu anafanya, vitu sisi hatufanye nini? Hatufanye. Hapana kuparamia maombi, hapana. Lazima ufunzwe kuomba, kwa sababu ukiparamia maombi itakuumiza. Utaomba ujibiwe, kisha utakata tamaa, utavunjika moyo, utaachana na maneno ya Mungu. Lazima mtu afunzwe kuhusu kuomba, ajue kabisa hii maombi niko naomba haiko sawa, hii maombi naomba kumekosekana hiki na hiki, hii maombi naomba haikufikia level inahitaji kujibiwa. Biblia inasema mmoja wa wanafunzi wa Yesu wakamwambia, Bwana, hata mimi ni mmoja wa wale, ningependa Bwana anifundishe niombe. Unajua ni raha tuseme uombe kupata gari na kesho unapata nini? Gari. Uombe upate kusafiri makani na kesho unafanya nini? Ina raha. Anambia, Bwana utufundishe na sisi kuomba. Na si Yesu alikuwa mtu wa kwanza kufundisha watu kuomba. Leader wote walikuwa wanafunza wanafunzi wao kuomba, kama vile Yohana alifundisha wanafunzi wake. Na kama hitaji ya wanafunzi haikuwa na maana, na ndio vitu prophet dunia nzima wanataka hiyo. Kama hitaji ya wanafunzi haikuwa na maana, Yesu angesema mtulie, mimi nafanya nini? Nawaombea kila siku. Mtajipanga mlolongo asubuhi, kila mtu anakuja namuombea. Lakini Yesu akaona hitaji ya wanafunzi ilikuwa ya maana, ni kitu ya maana kupita kila kitu. Kisha tumbukiza tu mguu kwa maneno ya vitu inaitwa mambo ya kiroho. Ni kitu ya maana wewe kama wewe kujua kujiombea binafsi, wewe kama wewe. Yesu akaona hitaji ya wanafunzi ilikuwa ya maana, ya msingi. Nakwambia kwa maneno ya Mungu vitu yote ni rahisi. Mtaona Jumapili hapa watu wataimba hapa, watacheza mpaka masaa. Ambia watu waombe dakika 5, wananyamaza. Na ndio niwaambia sasa, nyinyi wapya, wakati wa kuomba keyboard haihitaji kupigwa, drums haihitaji. Tunataka kusikia watu wanaomba,
Drums, keyboard inachezwa wakati wa sifa, kuabudu, kwa sababu wanasifu na kuabudu na zeze, ngomba, vina, lakini katika kuomba hakuna zeze, hakuna kitu cha kusindikiza. Tunataka kusikia sauti ya kila mtu. Biblia inasema Yesu akaona ni muhimu, na nakwambia kitu yote inapoanzisha, si tu kitu ya kiroho, biashara, kazi, uchumba, ndoa, huduma, chochote inapoanzisha, kama kitakosa kitu kinaitwa maombi, kinaweza kupanuka, lakini kikiwa kitu ya kimwili. Namba 2, kinaweza kisende mahali popote. Biblia inasema Yesu akaona hitaji ya wanafunzi ni nzuri, inahitaji wafunze kuomba, lakini kanisa ikasikia vibaya. Kanisa ikafikiri kwamba wanafunzi walimwambia Yesu utuoneshe kuomba. Wanafunzi wakumwambia Yesu utuoneshe kuomba. Wanafunzi walimwambia Yesu utufundishe kuomba. Kuna tofauti ya kuoneshwa kitu na kufundishwa kitu. Kwa kuoneshwa kitu ni kwamba kwanza hawaiona, lakini kitu ukishaiona haoneshwi. Sasa wanafunzi walikuwa wanaona vile Yesu alikuwa anaomba. Kama aliinua mikono waliona, kama alipiga magoti waliona, kama alisema kwa lugha waliona, kama alitetemeka waliona. Sasa mtu hahitaji kuoneshwa kitu, tayari amefanya nini? Ameona. Lakini mtu anafunzwa kuhusu kitu anaona. Sasa wanafunzi hawakuhitaji waoneshwe, lakini makanisa ikasikia vibaya kwamba wanafunzi walisema waoneshwe. Ndio tunasema tuanze ibada, tusimame, tuanze sala. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Soma kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hakuna mahali Yesu aliomba sala ya baba yetu, haiko kwa Biblia nzima. Tafuta kwa Biblia nzima wanafunzi hao walifunzwa sala ya baba yetu. Tafuta mahali walifanya sala ya baba yetu, haiko. Kwa sababu hawakuwa naoneshwa, lakini walikuwa nafundishwa. Kila neno ilikuwa na maana yake na msingi thabiti. Yesu akiwa mbele ya kaburi ya Lazaro, kama sala ya baba yetu ndio ilikuwa na pao, akasema baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako. Kisha Lazaro atoke kwa kaburi. Yesu akufanya upuuzi kama hiyo. Petro akiwa mbele ya maiti anaitwa Tabita Dorcas, amefariki. Kama sala ya baba yetu ndio ilikuwa ya maana, ndio sala Yesu alikuwa kutufunza. Yesu angesimama mbele ya maiti, Petro angesimama mbele ya maiti ya Tabita Dorcas, baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Petro akufanya kitu kama hiyo, kwa sababu hawakuoneshwa kuomba, lakini walifundishwa kuomba. Mkisema dokta tuoneshe microphone, taonesha. Mkiambia kiswali ya pili, dokta utufunze kuhusu microphone, mtakaa chini. Tunahitaji kuita mtaalamu. Sasa wanafunzi hawakuwa naoneshwa, tayari wameona vile Yesu yuko naomba, lakini walitaka sasa wafunze, kwa sababu maombi yote Yesu anaomba inafanya nini? Inajibiwa. Lakini maombi yote wao wanaomba ifanye nini? Haijibiwe. Na ndio tuna Wakristo wengi matatizo kidogo tunapata jibu, lakini ile tatizo sugu inafanya nini? Inakataa. Mambo ile ya muhimu ya msingi ilipasha kuwapeleka inakataa. Na jibu tu ni kusema watu hawajafunzwa kuomba. Yesu akakubaliana na wanafunzi, na kama vile nakwambia tunakubaliana, mtu wote tangu siku ameamua kuzaliwa mara ya pili, kando ya kutegemea maombi ya mchungaji wako, kando ya kutegemea maombi ya nabii, mbingu inataka wewe kama wewe ujiombee binafsi. Wewe kama wewe, haijalishi kama ina maneno 5, haijalishi kama ina maneno 10, lakini wewe kama wewe ujiombee. Yesu akamwambia, kwa sababu hitaji yenu ni nzuri. Nakwambia chochote uko unafanya hapa duniani, kama utachanga na maombi, kinafeli kabla ya kifanya. Jambo yote uko unafanya hapa duniani, kama utaifanya pasipo kuichanga na maombi, kimefeli kabla watu hawajaanza. Yesu akamwambia, kwa sababu hitaji yenu ni nzuri, mtaposimama sasa kuomba. Yesu anaanza kuweka msingi kabla hujasema neno. Nasikia. Sasa mtaposimama kuomba, kitu ya kwanza semeni baba yetu aliye juu mbinguni. Kwa nini Yesu anaanza? Unajua Yesu alikuwa na uwezo ya kusema
Na Jumapili inakuja ukienda pale Johannesburg, Jobo, na ukienda Chicago, Marekani. Kwa hiyo tauni mbili. Kuna madhehebu Jumapili sisi tutakuwa nasema Mungu Baba. Wao waseme Mungu Baba. Wao wanasema Mungu Mama. Kwa nini? Walifanya utafiti ya kibinadamu, wanaozaa si wanaume. Wanaozaa ni wanani? Wanawake. Sasa kama Mungu ana watoto, basi yeye si baba, yeye ni nani? Ni mama. Sasa Jumapili tutapokuwa fanya Mungu Baba pale Johannesburg na pale Chicago, wao kwa ibada wao watakuwa Mungu Mama, Mungu Mama. Lakini Yesu akawaambia mtakaposimama kuomba semeni Baba yetu aliye juu mbinguni. Nini Yesu anaanza nao? Kwa sababu wanataka wafunzwe na Yesu, waombe wapate kazi, wainuliwe, wafanikiwe, kazi yawe panuke, wawe matajiri. Alitaka kuambia mkiona mimi natembea juu ya bahari, mkiona vipofu wanaona, mkiona viwete wanatembea, mkiona wabubu wanaongea, yule mimi niko namuomba, kwangu yeye ni nani? Ni Baba. Na akiwa Baba, Yesu anakuwa nani? Mwana. Kwa sifa ya kwanza kabla hujaanza kuomba, thibitisha kwanza Mungu ana jina 32. Na katika jina 32 Mungu iko nayo, moja ya jina ya Mungu anaitwa Baba. Nilikwambia Baba si mwanaume. Baba inatokana na lugha ya Kiyunani, Greek word. Wanaita pate. Maana yake kwa Kiingereza take care au parent, kwa Kiswahili mlezi. Mungu ni Baba, alituumba kusudi atuhudumie. Na njoo ukishuke hiyo Luka 11 kuanzia mstari wa 9 kushuka chini. Na sasa hakuna mtoto ataomba baba yake mkate na ampe nini? Jiwe. Hakuna mtoto ataomba baba yake samaki na ampe nini? Nyoka. Na hakuna mtoto ataomba baba yake yai na ampe. Mungu ni Baba, lakini Mungu si mwanaume, kwa sababu Mungu ana sifa 3. Kwa mtu kuwa mwanaume, kuwa mwanamke, lazima akuwe na sifa 3, lakini Mungu amekosa hiyo sifa 3. Mungu ni roho. Roho haina mwili. Kwa kutambulika mwanamke au mwanaume lazima kuwe na nini? Na mwili. Na Mungu hana mwili. Mungu hana damu na Mungu hana mfupa, ni spirit. Asa Baba si mwanaume. Na ndio nakwambia ukipatia msichana ujauzito, anazala mtoto, haukumlea, usijite hata siku moja baba, sema ni mwanaume, nilidungisha msichana mimi. Na mama, ukizaa mtoto yako unamlea mwenyewe, wewe ni mama na wewe peke ni baba. Baba ni take care, mlezi. Sasa ndani ya Biblia tuna baba 7, lakini baba 6 tunawapenda, lakini baba wa 7 hata tumpende naye ni baba. Nisikilize, Mungu ni baba yetu. Kila asubuhi, kila mchana, kila jioni kunataka kutulisha, kutuvika, kutuhudumia. Baba wa pili, biologic father, mimi ni baba hapa, nasomesha watoto, nafanya mambo mbalimbali, ni baba wa kimwili. Lakini baba wa 3, mimi ni baba kwenu, baba wa kiroho. Unisikilize, mtu anaweza kuwa mchungaji na si baba yako wa kiroho. Baba ni mlezi, anayefuatilia maisha yako. Vipi hauna kazi? Vipi mama? Ndio baba, ndio mlezi. Kama vile tu wazazi wanashughulia mtoto atakula, mtoto atavaje, mtoto kiana kiatu, mtoto ndio mlezi. Sasa mlezi wa kimwili ni sawasawa na mlezi wa kiroho. Na leo nashangaa ukiona mtoto yuko na kutoroka, hataki mjue. Sasa unajiuliza nitamsaidia kwa njia gani huyu mtoto? Lazima, kwa nini hana kazi? Ni kazi ya mlezi. Kwa nini anafanya kazi aendelee? Ni kazi ya mlezi. Kwa nini hana mume? Kwa nini hana mke? Kwa nini ndio yuko? Kwa nini? Na take care. Mimi ni baba wa kiroho. Lakini kuna wachungaji wengi ni wachungaji lakini si baba wa kiroho. Hataki kujua. Namba 2, mko naona hapa, mtaona. Niko nataka unajua kuimba vizuri, unajua kuongoza vibada vizuri. Unataka ujue everything, shughuli yote ya kiroho. Kukufunza ni mlezi. Kama tuseme kuna Tanzania, mnisikilize waimbaji mnisikilize. Tanzania ni kitu imekuja mpya na imetoka Marekani. Na Marekani wanaharibu kitu inaitwa praise and worship.
Mungu anashuka katika sifa na kuwafanya nini? Na kuabudu. Sasa wazungu kwa sababu hawana Mungu, wanagundua Afrika ndio wana Mungu, wanafanya kila njia na kila mbinu wa Afrika wasisifu na kuabudu Mungu, lakini waingie kwa mfumo wao kitu inaitwa show. Na ndio vitu inavuma kwa sasa Afrika. Na tunaogopa kanisa ya show. Unajua kanisa ya show inafaka wa milele Mungu wa baraka. Wakati watu wanataka kuinuka, ruka shoto, ruka kulia. Twende mbele. Wanawatoa, wanawarudisha zero. Sasa mnafurahisha watu lakini hamjiconnect na uwepo wa nani? Wa Mungu. Na japo sisi tuko nataka kujiconnect. Na nyimbo ni kitu inaenda mfululizo. Wa milele Mungu wa baraka di. Wa milele Mungu wa baraka di. Mungu wa inaisha Bwana wa mabwana. Leo tuko nataka kuwatoa watu wawe hapa wakwende katika ulimwengu wa nani? Wa kiroho. Hiyo ndio praise and worship. Lakini mko naona maconcert inafanyika na watu wanafikiri ndio vitu ni hiyo inaitwa show. Vitu nye haiwezi kumpeleka mtu katika uwepo wa Mungu. Asa baba ni mlezi. Tunataka kulea watoto wetu kiroho. Tunataka kulea watoto wetu kimwili. Na baba wetu wa mbinguni anataka kutulea. Lakini baba wa nne, rais wa taifa yote ni baba. Rais Samia si mama wa taifa, ni baba wa taifa. Angalia vile kuna take care, mabarabara anatujengea. Ana take care umeme ipatikane, ana take care maji ipatikane, ana take care. Tulienda kule na nani? Huyu mwanangu yakubali hapo. Tulienda kuangalia mtu paka nikashtuka, mabarabara ya kila. Ningesema ningekuwa Mtanzania ningeingia kwa kampeni. Ningemsaidia mama. Iko na take care, iko na saidia mabarabara iwe, maji iwe, umeme iwe, kila kitu kiwe. Ni baba. Na baba wa tano, kazi unaifanya unaijua kutokea mtu fulani. Maybe unacheza leo keyboard lakini ulifunzwa na fulani. Maybe leo unafanya biashara ulifunzwa na fulani. Maybe leo unatengeneza viti ulifunzwa na, kwa hiyo professional father, mtu aliyekufunza shughuli fulani. Na baba wa sita, Ibrahimu ni baba yetu wa nini? Wa imani. Wagalatia 3:27-29. Biblia sasa, sote tuliobatizwa katika Kristo tumemvaa Kristo. Na kama tumemvaa Kristo sote tunakuwa mtu mmoja. Na kama tunakuwa mtu mmoja sote tunakuwa uzao wa Ibrahimu. Ibrahimu ndio mtu wa kwanza dunia nzima. Dunia ikiwa na mwaka 1500. Dunia nzima hakukuwa mahali wanajua jina ya Mungu. Kila watu walikuwa na miungu. Na Mungu akamtokea Ibrahimu. Si kwamba alimtokea uso kwa uso, kwamba Mungu amemwona. Mungu anaongea kwa njia 14. Ni watu 2 peke yake ameongea nao kwa njia moja. Na hajawahi kuongea. Ukisikia mtu mwingine anakuambia aliongea na Mungu kwa hiyo mfumo, anadanganya. Mungu ameongea tu na watu 2 mfumo mmoja. Ameongea na Yesu na ameongea na Musa. Ameongea nao kinywa kwa kinywa, uso kwa uso. Lakini watu wengine Mungu hasa anaongea nao kwa ndoto, anaongea kwa maono, anaongea kwa mafunuo. Sasa angalia, Mungu amemtokea Ibrahimu wakati dunia yote haijue nani Mungu. Leo tunaamini ndoto kwa sababu kuna watu wengine wanapata ndoto. Leo tunaamini maono kwa sababu wengine wanapata maono. Leo tunaamini manabii kwa sababu wengine lakini wakati wa Ibrahimu dunia nzima stori ya Mungu haikuwepo. Na Mungu akamtokea Ibrahimu. Akamwambia toka kwetu. Inawezekana kwa ndoto, inawezekana kwa maono. Ndoto ngapi tumeota tumeipuuza, tumeizarau, tumekosa kuifanyia kazi. Lakini Ibrahimu akaamka asubuhi na akainuka na akaenda ajue yule alimtokea kumuona. Inawezekana kwa ndoto, inawezekana kwa maono, inawezekana kwa ufunuo. Na akaamini. Na ndio maana anaitwa baba wa imani. Ni kuamini vitu visionekana na nini? Na macho. Na sisi tunafuata. Na ndio kanisa ya kiroho ni kanisa ya imani. Tunaamini vitu vyenyewe vifanye nini?
havionekane na macho. Vikishageuka kuwa vitu ya kuonekana na macho, si vitu ya imani tena, ni vitu ya kawaida. Unisikilize vizuri. Sasa Yesu na baba wa saba atumpende, lakini naye ni baba. Jina yake anaitwa Kariampemba. Namjua Kariampemba? Shetani naye ni baba. Ukienda kwa mabaa iko na take care, watoto wake anawanyesha pombe. Ukienda mabichi ana take care, watoto wake wanatembeza utupu na wanasema ni civilization. Unaelewa? Ukienda dunia iko enda kila wakati, kila mahali utakuta vile kuna take, ana care watoto wake. Sasa Yesu anawaambia, iko nataka kuambia wanafunzi, mkiona nafanya miujiza, mkiona natembea juu ya bahari, mkiona wafu wanafufuka, yule mimi niko namuomba yeye ni nani? Ni Baba, na mimi ni nani? Ni Mwana. Kwa hivyo kabla hujaomba, haujapeleke hitaji, thibitisha kuwa Mungu mbinguni ni nani? Ni Baba, na wewe ni nani? Ni Mwana. Sasa makanisa mingi, nimekuwa na mtu mchana hapa, nimemfungisha maombi tangu juzi. Jana amekuja hapa, nimwambia mambo tatu. Alikuwa na shida yake, Mungu alitonesha pointi ya kwanza, ya pili, nikamwambia njia ya tatu hii. Lakini nikamwambia sitakulazimisha. Unakuja huko unahitaji hapo, unataka biashara, kumfanya biashara. Huyu alimuona, amekuja hapa tangu asubuhi mapema. Ametoka hapa saa 10. Nikamwambia naweza kuombea na biashara yako itapona. Na vile Mungu amenionyesha, wakanionyesha vile mtu kabla hajaoa alikuwa na mwanamke alipenda, lakini alimdanganya huyu msichana ataoana naye. Na ile wakati ya kuwa na pesa, na msichana alikuwa anampa pesa, na alipoinuka akaamua kuoa mwanamke mwingine. Na huyo msichana wa kwanza akaenda Tanga kwa waganga. Ni vitu ya miaka 10 ilipita. Na alipoenda Tanga kwa waganga, wakaenda kuroga. Huyu bwana akikaa na mke wake pamoja, kila kitu kinaharibika. Lakini mama akiwa hapa na yeye akiwa mahali fulani, akifanya shughuli yote inafanya nini? Sasa akitaka kuinuka aite mwanamke, kila kitu kinafanya nini? Kinasambaratika. Kwa hiyo wanaamua kuishi mbali mbali. Kaambia ulidanganya msichana wa watu, ulimkula hela yake mingi sana. Na huyo msichana akapata hasira, alienda Katanga. Sasa ndio kitu yako yote, paka kimwili mke wako ni huyu, lakini spiritual kiukweli mke wako ni yule. Na elewa, vitu ya kiroho ndio ina nguvu kushinda vitu ya nini? Ya kimwili. Sasa lazima ikatwe. Nikwambia tuna uwezo, tunataka kuseparate na huyu mama. Kuanzia leo uwe mke wako akuwe wewe sahihi. Namba 2, biashara yako itasimama. Lakini namba 3, hii ukishapona wewe ni mtu wa Mungu, lakini si mtoto wa nani? Wa Mungu. Kama unataka Mungu akuwe baba kwa kuanze kukuhudumia mahali kote, hata mahali Dr. Frank haiko, lazima ukubali kumpokea Yesu kuwa Bwana na nini? Uamue kuokoka. Nikamuuliza unataka au ataka? Akasema yeye anakubali kuokoka. Na tumemwombea toba pale, isipokuwa anakimbilia vitu yake poti, ndio amekimbia. Na akiwa hapa anaweza kuwa na sisi, lakini ametoka mbali. Na mimi sijawahi kuona mtu ametoka mbali. Hakutoka hapa Dar es Salaam, haishi hapa Dar es Salaam, ametoka mbali. Alikuja, alilala, asubuhi akaja kwangu jana, tukafanya maongezi kuhusu, tukamweka kwa maombi na naamini Mungu anafanya kwa maisha yake. Sasa kama unataka kabla hujaomba, mara mingi katika mfumo ya dunia sasa unakuta mtu hapa, twende kanisani, unakuja. Mnaanza unakuwa wiki ya kwanza, wiki ya 3, wiki ya 4 mnazoeana, unaingia kwa kwaya, lakini haujawahi kuokoka. Unasema unafanya mpaka unajua shughuli yote ya maneno ya Mungu, lakini haujawahi kufanya nini? Kuokoka. Haujawahi kukubali kumpokea Yesu kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yako. Na kama hujawahi kuokoka, we ni mtu wa Mungu lakini si mwana wa Mungu. Mnipatie mfano, niwaulize tu kidogo kibinadamu ndio utaelewa kiroho. Huyo mtoto ni wa Betty na Veronica. Na mimi na watoto wangu. Nauliza,
Mtoto wangu akiniomba asubuhi pesa, nikiwa nao nimpe au nisimpe? Nampa. Mtoto wa Raymond na mtoto wa Betty wananiomba pesa asubuhi, niwape nisiwape? Tawapa. Saa 5 tena mtoto wangu anakuja ananiomba mara ya pili, nikiwa nimpe au nisimpe? Nitampa kibinadamu. Saa 5 naye mtoto wa Mary, mtoto wa Betty na mtoto wa Raymond wanakuja. Unampa, lakini ndani ya moyo unaanza kusita. Unajua kwa nini unaanza kusita? Kwa sababu si mtoto wako. Si jukumu yangu kuhudumia mtoto wa mtu mwingine kila siku, lakini ni jukumu yangu. Mtoto yangu awe mzuri awe mbaya, ni jukumu yangu kumhudumia kila siku. Asa Mungu anaweza tu kutuhudumia. Mnaweza kushika watoto na kuwapatia, shetani asitupite sana huko. Mungu anapegeuka kuwa baba yetu, anatoka kuwa Mungu anageuka kuwa nani? Baba. Baba apende asipende, ni wajibu ya mzazi kumhudumia nani? Mwanao, awe mzuri awe mbaya, lakini kwa sababu amemzaa ni jukumu. Na kabla ya sisi kuomba, kuanza kuleta mahitaji, Mungu afanye hiki, Mungu atena. Njoo nilikwambia Yesu alipokuwa anaomba hakuwa anaomba Mungu kwa sababu Mungu ana masharti mingi. Yesu alikuwa anaabudu Mungu, lakini katika mahitaji alikuwa anaomba nani? Baba, kwa sababu ni jukumu yake. Apende asipende ni jukumu atulishe, apende asipende ni jukumu atuvishe, apende asipende ni jukumu atupe hela, tuwe wazuri tuwe wabaya, lakini kwa sababu ni watoto wake kwanza. Hakikisha umezaliwa mara ya pili, hakikisha uko mwana wa Mungu. Hapana, kuna watu wana madhehebu lakini si wana wa Mungu. Kuna watu wako wa madhehebu ya kiroho lakini wao si watoto, hawajawahi kuamua kumpatia Yesu maisha yao kuwa Bwana na mkombozi. Na ukiwa kwa staili wewe ni mtu wa Mungu, na kama ni mtu wa Mungu, kuna siku anakusikilia kahuruma mara moja kwa mwaka. Ngapi? Anakutupia 20,000 kwa mwaka. Sio ni mtu niliumba. Lakini mtoto asubuhi anapewa, mchana anapewa, jioni anapewa. Biblia inasema baba mmoja alikuwa na watoto, mtoto mdogo akakia kulomba mali, akapewa, akaenda kuikula yote, akarudi tena baba akampatia. Niulize, mtoto yangu akiiba 500,000 yangu na mtoto wa jirani akiiba 500,000 yangu, nifanye nini kwa mtoto yangu? Kwa mtoto yangu nifanye nini? Ni kumkaripia na kumkemea, lakini jirani nampeleka polisi. Na hakuna dhambi na hakuna makosa. Asa kama unataka, kabla ya kuanza kuomba, dhibitisha kwanza Mungu amekuleta hapa na sababu. Mbingu inakuleta hapa kusudi mbingu inataka chochote utaomba upate kukipata. Lakini sifa ya Yesu kuweza kupata kila kitu, mbingu, yule aliyebaki mbingu alikuwa kwake yeye Baba, na Yesu alikuwa nani? Mwana. Hata siku alikuwa anabatizwa, mbingu inashuhudia, huyu ni mwanangu mpendwa. Hakumwita mtu wangu, akasema nani? Mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Na mbingu inapotuona sisi ni watoto, unasikiliza vizuri, hata kuko vitu hata mingi tunasumbuka na wenyewe hatuhitaji kusumbuka. Unaona wale watoto wadogo, nakuuliza, wanaitisha pampers au ni wazazi tu wanawanunulia pampers? Hata wao wanajua maana ya pampers? Lakini mzazi anaona ni ya maana. Hao watoto wanaitisha nguo au ni wazazi wanawanunulia? Kama tukiwa wana, kuna vitu mbingu inajua lazima ifanye kwa sababu ni sisi ni watoto. Anasema mutaposimama kuomba, nguzo ya kwanza mweke, museme yeye ni Baba.
Na nyinyi ni nani? Ni wasi kwamba tuweza baba yetu, tutambue na idhibitishwe kwa maisha yetu kwamba yeye ni baba na sisi ni nani. Na sifa ile ya kwanza inahitaji kujua huyu baba yetu ni wa aina gani. Baba yetu alikataa kukaa ndani ya maji. Baba yetu alikataa kukaa Marekani. Lakini huyu baba sisi tunamuomba, yeye aliamua kuwa juu. Usikilize. Unaona problemu yako vile kubwa, lakini baba iko juu hiyo problemu yako. Alijua atakuwa na watoto mabilioni na matrilioni wa watoto. Sasa akikaa chini, kuna mahitaji itamshinda watoto yake. Sasa akaamua kukaa juu ya mahitaji yote ya watoto yake. Mahitaji inawezekana na mahitaji isiyofanya nini? Isiwezekana. Najua una problem ngumu, lakini acha tu kitu nzuri nikwambie. Hata hiyo tatizo yako haina picha, haina nini. Baba yako iko juu ya hiyo problem. Iko juu. Baba yetu aliamua kukaa juu kusudi chochote kile tutamuomba akishughulikia. Iko juu ya ukimwi, iko juu ya kansa, iko juu ya pesa, iko juu ya ndoa, iko juu ya magonjwa, iko juu ya kila kitu. Aliamua kukaa juu. Na tunapoenda kumuomba tusiogope. Unajua kuna watu baba tena, tulipofanya Arusha business meeting, maombi ya watu wenyewe wakuwa na kazi, tuliambia watu wafanye maombi, kila mtu aitishe mtaji. Nilipokuwa nasaidia kanisa ya Zion, niliona kwa kona mtu mmoja anakuwa baba tenda biashara. Ilikuwa mwaka 2007 au 2000, kisha Chibalonza kufariki 2007 2000. Basi ilikuwa kanisa walitisha mkesha watu wasio na kazi, na si atuamini watu wanyaka hawana kazi. Unisikilize, Mungu aliumba mtu na kazi. Tukiona mtu ana kazi hatumuelewi. Uko na neno. Hasa tulipoitisha maombi, ndugu yetu mmoja kwa baba tenda biashara, nahitaji unipe milioni moja. Yeye peke akageuka tena, hapana, 500,000. Anaona milioni moja ni nini? Sasa nashusha baba yake ole aweze kupata milioni. Baba yetu iko chini ya matrilioni, mabilioni. Baba yetu iko juu ya madola zote za dunia. Na angalia tofauti ya baba yetu wa mbinguni na baba ya dunia. Vitu tunaomba baba yetu wa dunia, tukimuomba chakula na yeye anahitaji hiyo chakula. Tukimuomba pesa, yeye anahitaji pesa zaidi. Chochote tunamuomba baba wa kimwili na yeye anakihitaji, lakini hana kila kitu. Na kuna wakati shule inapofunguliwa tunajinyima. Ninatoka kuambia hapa watoto shule imefunguliwa. Huyu mtoto wangu wa mwisho amenifanyia makosa. Ameenda kutoka shule ya bei mbaya. Na ndio makosa ya watoto, wanajua mzazi wake ana kila kitu. Unaona nini? Sasa pale achague shule ya mido. Shule amechagua pale Nairobi iko high, ni kama iko university na mtu anaingia darasa la 10. Lakini alipoenda nilikubali kujinyima. Nikose kusudi mtoto aende nini? Sasa ni baba wa mwili. Ile hela nililipa kule mimi nahitaji. Vitu yote nilipata kule mimi nahitaji. Lakini kwa sababu ni mwanangu naamua kukaa bila kitu. Lakini baba yetu wa mbinguni ana kila kitu, si kwa ajili yake, lakini kwa ajili ya wanao. Unapolala njaa, mbingu inawauma sana. Sasa wana kila kitu, si kwa ajili yao, kwa ajili yao. Unapokosa hela, mbingu inawauma sana. Wana kila kitu, si kwa ajili yao, kwa ajili yao. Unapokosa peace, mbingu inawauma sana. Sasa wana kila kitu, si kwa ajili yao, kwa ajili yako. Huyu baba mwenye Yesu alikuwa anamuomba, haiko chini, iko juu ya problem zote. Iko juu ya problem inayojibu, na iko juu ya problem isiyokuwa na jibu. Iko juu ya problem inayopicha, na iko juu ya problem isiyokuwa na nini? Na picha. Lakini ndio maana unapokuja hapa, thibitisha, kubali kuokoka. Kubali kumpokea Yesu kuwa Bwana na mkombozi. Atoke kuwa Mungu, utoke kuwa mtu wa Mungu, ugeuke kuwa mwana wa Mungu. Namba 2, unasikiliza? Naweka tu leo point. Namba 2, akasema
na mseme ufalme wa